Karibuni sana kwenye mafundisho ya siku ya leo. Mfululizo ni safari ya kuelekea imani. Maisha yanapotokea nje ya udhibiti. Twalisoma katika kitabu cha Marko mlango wa 4:35 hadi 41. Siku ile ilipokuwa jioni, Yesu aliwaambia, "Tuvuke mpaka ng'ambo." Walipoacha umati, wanafunzi walimchukua Yesu ndani ya maisha kama alivyokuwa. Kulikuwa pia na mashua nyingine pamoja naye. Kisha dhoruba kubwa ya upepo ikatokea. Mawimbi yakaanza kupiga mashua hata mashua ikawa karibu kujaa maji. Lakini Yesu alikuwa amelala nyuma ya mashua juu ya mto. Wanafunzi wakamwamsha na kumwambia, "Mwalimu, hujali kwamba tunaangamia?" Yesu akaamka, akaukemea upepo, akaambia bahari, "Nyamaza, tulia." Upepo ukakoma, kukawa na utulivu mkuu. Kisha akawaambia, "Kwa nini mnaogopa namna hii? Hamna imani bado?" Wakaigiwa na hofu kuu. Wakaambiana, "Huyu ni nani? Hata upepo na bahari vinamtii." Kipindi hatari zaidi katika maisha yako si wakati wa dhoruba inapokuja. Kipindi hatari zaidi ni wakati unapoanza kumimini kitu kisicho sahihi kuhusu Mungu ukiwa ndani ya dhoruba. Sisi sote tuna dhoruba. Dhoruba za kifedha, dhoruba za kiafya, dhoruba za mahusiano, dhoruba za ndani ya moyo. Na swali huja bila kukuwepo. Kama Mungu yuko pamoja nami, kwa nini kuna dhoruba? Andiko hili alihusu tu namna ya kutoka kwenye dhoruba. Linahusu swali kubwa zaidi. Yesu ni nani ndani ya dhoruba? Wito wa Yesu. Marko mlango wa 4 mstari wa 35, Yesu anasema, "Tuvuke mpaka ng'ambo." Neno la Kiyunani ni delitomen. Lina maana ya tuvuke, tupite, tusafiri mpaka upande mwingine. Katika muda wake, tendo linaonekana kama jambo moja kamili. Msisitizo hauko kwenye mchakato wa kuvuka. Msisitizo hauko kwenye namna watakavyovuka. Msisitizo uko kwenye ukweli kwamba watavuka. Hii inasaidia wazo hili. Matokeo tayari yako ndani ya neno lake. Mpango haukuanza kwa wanafunzi. Ulitoka kwa Yesu. Hili haikuwa bahati mbaya. Hili ilikuwa mapenzi yake wazi. Na hilo linadhibitisha kila kitu. Kwa sababu Yesu anapoanza safari katika maisha yako, hayafanyi hivyo bila kusudi. Anafanya na kwa uhakika kwamba atakupeleka mpaka mwisho hata kama njia itakuwa ngumu. Lakini andiko hili linarekebisha matarajio yetu ya uongo. Kuwa katika mapenzi ya Mungu haumaanishi kwamba njia itakuwa rahisi. Wanafunzi wanamtii Yesu. Wanaingia ndani ya mashua na moja kwa moja wanaingia kwenye dhoruba. Si kwa sababu walikosea, bali kwa sababu walitii. Hapa ndipo mvutano wa kweli ulipo. Unaweza kuwa mahali hasa ambapo Mungu anataka uwe na bado ukapitia hofu, kuchanganyikiwa, shinikizo. Hiyo haimaanishi kwamba Mungu amekuacha. Inaweza kumaanisha kwamba Mungu anaweza kukufundisha yeye ni wa kweli. Kama Mungu ameanza kufanya kazi katika maisha yako, usiseme mambo yanapokuwa magumu. Usikimbie, baki njiani, kwa sababu yule aliyekuita ndiye pia atakayekufikisha mwisho. Hii hutokea hata leo. Mtu anaanza kumkaribia Mungu, anaanza kusoma Biblia, anaanza kuomba, anaanza kwenda kanisani,
anaanza kuacha dhambi. Anaanza kutaka kumtafuta Yesu kwa uzito. Na mara nyingi hapo ndipo dhoruba zinapoanza. Dhoruba zake ni zipi? Kwanza kuna shinikizo la familia. Kwa nini unaenda huko? Unabadilika sana. Unadhani sisi hatumjui Mungu? Unajifanya mtakatifu. Pili, kuna shinikizo la utamaduni. Anaweza kutokea kwenye mazingira ya dini ya kurithi au mila za ukoo, na sasa anaanza kumtafuta binafsi. Watu wanaweza kumuona kama msaliti. Si kwa sababu amemwacha Mungu, bali kwa sababu ameanza kumtafuta Mungu kwa kweli. Tatu, kuna kuchanganyikiwa kwa ndani. Nani yuko sahihi? Kama nimekosea, na kama familia yangu inanikataa, kama nimtafuta Yesu mpaka mwisho, nitapoteza nini? 4, kuna upweke. Marafiki wanaanza kujitenga. Mazungumzo yanakuwa magumu. Anahisi hayuko tena kikamilifu upande wowote. 5, kuna vita na dhambi. Kwa mara ya kwanza anaona wazi kilicho kibaya katika maisha yake, na hilo linauma. 6, kuna hofu. Kama ningeenda mpaka mwisho, nitapoteza nini? Kama Mungu kweli ananitaka nimpe kila kitu? Hiyo ndiyo dhoruba. Si kwa sababu ametokea nje ya mapenzi ya Mungu, bali kwa sababu ameanza kuingia ndani yake. Hapa ndipo mtihani wa kweli ulipo. Si kama utaanza, bali kama utabaki. Kama Mungu ameanza kufanya kazi katikati ya maisha yako, usisimame shinikizo linapokuja. Usisafiri dhoruba kama ishara kwamba umechagua njia mbaya. Mara nyingi ni kinyume. Dhoruba inaanza kuthibitisha kwamba umeanza safari pamoja na Yesu. Katika kifungo chetu, dhoruba inakuja. Dhoruba ya kweli. Marko mlango wa 4 mstari wa 37-38. Andiko linasema, kukatokea dhoruba kubwa ya upepo, mawimbi yakaanza kupiga mashua, hata ikawa karibu kujaa maji. Hii haikuwa dhoruba mdogo. Neno ni lapsa bagela, dhoruba kali, upepo mkali, hali ya hatari. Ziwa la Galilaya linajulikana kwa dhoruba za ghafla. Upepo ushuka haraka kutoka milimani. Dhoruba huja bila honyo. Wanafunzi walikuwa wavuvi wenye uzoefu. Walijua maji, walijua mashua, walijua upepo, walijua hatari. Kama wao wanaogopa, basi hali ni mbaya. Walijua bahari, lakini sasa hawana udhibiti tena. Maji yanaingia ndani ya mashua na Yesu amelala. Hapa ndipo maswali yetu ya ndani huanza. Mungu yuko wapi wakati mimi ninapigana? Kwa nini anaonekana kama hayupo? Kwa nini mimi naumia lakini yeye yupo kimya? Maji yanaingia ndani ya mashua. Katika majira ya joto ya mwaka wa 1967, msichana wa miaka 17 aitwaye Joini Erikson Tada alienda kuogelea na marafiki zake. Aliruka majini kama kawaida. Hakuonekana kuwa jambo la hatari. Hakuonekana kuwa kitu kikubwa. Lakini katika sekunde moja kila kitu kilibadilika. Aligonga chini ya maji. Uti wake wa mgongo ulivunjika. Katika sekunde chache maisha yake yaligawanyika sehemu mbili. Kabla ya ajali na baada ya ajali. Alibaki amepooza kuanzia shingoni kwenda chini. Bila onyo, bila muda wa kujiandaa, bila udhibiti. Hiyo ndiyo dhoruba. Haji wakati uko tayari. Haikutangazi mapema. Haikuulizi kama uko tayari.
ndivyo alivyokuwepo katika Marko 4. Wanafunzi wako ndani ya mashua, kila kitu kinaonekana kawaida, na ghafla dhoruba kubwa ikatokea. Tafsiri isiyo sahihi. Marko mlango wa 4:38, wanafunzi wanamwamusha Yesu na kusema, "Mwalimu, ujali kwamba tunaangamia?" Hapa hofu yao inafufunuliwa, si tu hofu ya kufa. Ni hofu kwamba Mungu haoni, ni hofu kwamba Mungu ajali, ni hofu kwamba watapotea huku Yesu akiwa kimya. Wanafunzi wanamwamusha Yesu na kusema, "Mwalimu, ujali kwamba tunaangamia?" Hapa ndipo tatizo la kweli lilipo. Si dhoruba yenyewe, ni tafsiri yao ya dhoruba. Angalia vizuri. Hawasemi tu tunaogopa, wanasema kitu kizito zaidi, ujali. Yaani dhoruba ya nje inaanza kusaa hitimisho kuhusu tabia ya Yesu. Na hapa ndipo watu wa Mungu walianguka pia katika Kutoka 14-16. Krisini hawakusema tu ni vigumu, walisema umetutoa hili tufe. Ingekuwa bora tubaki Misri. Hii ina maana kwamba hofu haibaki kuwa hisia tu. Hofu huwa tafsiri. Hofu huanza kuandika upya katika akili ya Mungu ni nani. Wanafunzi wanaona dhoruba. Wanafunzi wanaishi hofu. Lakini hitimisho lao ni ujali. Na hapa tunapaswa kuwa waangalifu sana. Kwa sababu hii si hofu tu. Hii ni theolojia ndani ya Kristo. Hiki ndicho unachoamini kuhusu Mungu wakati maisha yako yametoka nje ya udhibiti. Na vita hivyo viko ndani yako. Labda usemi kwa sauti, "Bwana ujali," lakini unasema namna nyingine. Tatizo linapodumu unasema, "Kwa nini uingii kati? Kwa nini uko kimya? Kwa nini unamfanya kazi kwa wengine lakini si kwangu? Kwa nini unaniacha hapa?" Ndani ya maswali haya kuna maswali moja lililofichwa. Bwana kweli unajali? Johnny Erickson Tenda alipitia vita hii. Baada ya ajali alisema, "Nilitamani sana kujijua." Hii inaonyesha jinsi dhoruba inaweza kuwa ya kina. Lakini miaka baada, mwanamke huyo alisema, "Afadhali niwe katika kiti hiki cha magurudumu nikimjua Yesu, na kama ninavyojua, kuliko kuwa nimesimama kwa miguu yangu bila yeye." Nini kilibadilika? Si mazingira tu. Tafsiri ilibadilika. Mwanzoni dhoruba ilimweleza hadithi fulani kuhusu Mungu. Baadaye Kristo alimwonyesha yeye ni nani ndani ya dhoruba. Hii ndiyo tofauti kati ya hofu ya kupaniki na imani iliyokomaa. Si maisha bila dhoruba, ni kumjua Kristo kwa kina zaidi ndani ya dhoruba. Hapa unapaswa kujiuliza moja kwa moja, hofu yako inasema nini kuhusu Mungu? Kuna hofu kwamba Mungu haoni? Kama angeona, angeingilia kati. Unasahihi kama uonekane mbele zake. Kuna hofu kwamba Mungu ajali. Labda anawajali wengine lakini si mimi. Unalinganisha kisha unafika hitimisho lisilo sahihi. Kuna hofu kwamba Mungu amechelewa sana. Kwa nini afanye kitu sasa? Unachanganya kuchelewa na kutokujali. Kuna hofu kwamba Mungu amepoteza udhibiti. Usemi moja kwa moja, lakini unaishi kana kwamba hali imetoka mikononi mwake. Kuna hofu kwamba Mungu anakupiga adhabu. Lazima nimekosea na sasa nimepata malipo. Kila kitu kigeuke kuwa hatia, si imani. Kuna hofu kwamba Mungu atakuacha peke yako. Hii ni hofu ya ndani sana.
Mwisho nitabaki peke yangu. Kuna hofu kwamba Mungu si mwema kwako. Ukatai kwamba Mungu yupo, lakini unaanza kutulia shaka tabia yake. Kwa sababu hofu yako si kitu cha kawaida tu. Hofu inahubiri, hofu ina tafsiri, hofu inajenga hitimisho. Na swali ni hili: je, hitimisho lako kuhusu Mungu ndani ya Kristo ni la kweli? Hapo ndipo jambo kuu lilipo. Dhoruba haitengenezi kutokuamini. Dhoruba hutoa juu kila ambacho tayari umeamini kuhusu Mungu. Inaonesha kile unachoamini kuhusu Mungu wakati una udhibiti. Hilo ndilo tatizo la kweli. Si dhoruba, ni tafsiri ya dhoruba. Kama ilivyokuwa katika Kutoka, kama ilivyokuwa ndani ya mashua. Dhoruba haitengenezi kutokuamini. Inaweka wazi kutokuamini. Kwa hiyo wakati unaogopa usimame tu kwenye hisia, jiulize: ninasema nini kuhusu Mungu sana? Kwa sababu hofu yako si ya upande wowote. Unasimulia hadithi kuhusu Mungu. Na swali ni, je, hadithi hiyo ni kweli? Ufunuo wa Yesu, Marko mlango wa 4 mstari wa 39-41. Yesu anaamka, aombi, anaamuru. Anaukemea upepo na kuiambia bahari, nyamaza, tulia. Na uombaji unatii. Marko anatumia lugha inayofanana na ile inayotumika wakati Yesu anawakemea pepo wachafu, kwa sababu hata machafuko yanamtii. Katika Agano la Kale ni UHWH pekee anayetawala bahari. Ni Mungu pekee anayeweka mpaka kwa maji. Ni Mungu pekee anayekemea machafuko. Hapa hitimisho ni wazi. Yesu anafanya kile ambacho Mungu pekee hufanya. Kisha anawaulizia, kwa nini mnaogopa namna hii? Hamna imani bado? Hapa Yesu azungumzi juu ya hofu ya kawaida. Neno linalobeba maana hapa ni doiloi. Hofu ya kukosa ujasiri. Hofu inayotoka katika ukosefu wa kuamini. Tatizo alikuwa dhoruba. Tatizo lilikuwa kwamba bado hawakumjua Yesu vivyo kutosha. Na mwisho wanafunzi wanaingia na hofu kuu. Wanaulizana, huyu ni nani hata upepo na bahari vinamtii? Hofu ya dhoruba inageuka kuwa hofu takatifu. Kwa sababu wanaanza kuelewa, hawako tu pamoja na mwalimu, wako pamoja na Bwana aliye juu ya machafuko. Wazo kuu: uwepo wa Yesu haumaanishi kutokuwepo kwa dhoruba. Unamaanisha uwepo wa mamlaka yake katikati ya dhoruba. Matumizi: dhoruba haumaanishi kwamba Mungu amekuacha. Swali si, kwa nini kuna dhoruba? Swali ni nani yuko ndani ya mashua? Imani haiondoi hofu. Kristo huonyesha theolojia yako ya kweli. Wewe hauamini tu kile unachosema, unaamini kile unachofanya. Dhoruba inapokuja, wakati maisha yanatoka nje ya udhibiti, unafanya nini? Unaomba au unamshutumu Mungu? Unamwendea Kristo? Safari ya kuelekea imani mara nyingi huanza ndani ya dhoruba. Na swali si kama dhoruba itakuja. Swali ni kama utamtambua Yesu yule aliye ndani ya mashua. Yule ambaye anaweza kusema, nyamaza, tulia. Na bahari ikamtii. Kwa hiyo ukiwa ndani ya dhoruba, usiruhusu hofu kuandikia theolojia yako. Usiruhusu mawimbi yafafanue tabia ya Mungu. Usiruhusu maji yanayoingia
kwenye mashua ya kufanya useme, Bwana hujui? Tazama Yesu, yeye anaweza kuwa kimya wakati wa muda, lakini huyu hayuko bila mamlaka. Anaweza kulala ndani ya mashua, lakini hajapoteza udhibiti. Anaweza kuonekana kama amechelewa, lakini bado ni Bwana. Na wakati atakaposema, nyamaza, tulia, hata upepo na bahari vitatii. Wakati mambo yanaonekana yanatoka nje ya udhibiti, unaomba au unashtumu? Unaamini neno lake au unatafsiri ukimya wake kama kutokujali? Unaona dhoruba au unamtazama yule aliye ndani ya mashua? Safari ya kuelekea imani mara nyingi huanza katika dhoruba, na swali si kama dhoruba itakuja. Swali ni kama utamtambua Yesu, kwa sababu yeye si mwalimu tu, yeye si msaidizi tu, yeye ni Bwana wa upepo na bahari. Yeye ni Bwana aliye juu ya machafuko. Yeye ni yule ambaye hata wakati wa maisha yako yanatoka nje, yeye udhibiti bado. Ameshika yote mkononi mwake. Na kama yeye amesema tuvuke mpaka ng'ambo, basi hata kama dhoruba itakuja, utafika ng'ambo. Na hilo ndilo neno la Mungu.